wanaendelea hapa kambini kama kuomba na kufanyaje, wakiwa na nia njema kabisa kukaa na kupambana kwa ajili ya kumtafuta ndugu yetu. Lakini kwa bahati mbaya sana ndugu zetu waliendelea kutuwinda au kuwinda watu wetu hata walipokuwa kambini. Imefanyika jaribio aidha ilikuwa la mauaji au la kuzuru watu kwa kumwaga sumu hapa ofisini. Tumemwaga sumu ambayo mpaka leo jeshi la polisi na ofisi ya mkemia mkuu wa serikali hawajatuletea majibu kwamba ni aina ya sumu gani. Lakini kulikuwa kuna sumu kali sana hapa ofisini. Lakini nawashukuru viongozi waliokuwa wakati huo pamoja na jeshi la zimamoto walifanya shughuli ya kumwaga maji, maana kulikuwa kukaliki. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambazo zilipelekea kambi yetu tuweze kuivunja. Kwa sababu tuliwaza sisi kama viongozi pamoja na watu waliokuwa kambini, kama hawa watu leo hii wameweza kumwaga sumu, sasa hivi wanaanza kufanya nini? Tulikuwa na makamanda ambao wanajiamini sana hapa, lakini kazi ya viongozi ni kulinda watu nao waongoza. Kwa hiyo tulitoa ushauri kwamba tuna mbinu nyingi za kupambana. Ni kama leo mwenyekiti wetu Lissu yuko wapi? Gerezani Ukonga. Kazi za chama zimepoa. Si mnaona Hecha anafanya mikutano kanda ya Ziwa, yuko na Mnyika, yuko na Kinalema. Na sisi Mbeya tumesema tunaanza kufanya soni. Kwa sababu kazi za chama haziwezi sisi tunajua wataendelea kuchukuliwa wengi. Tutaendelea kupotea, lakini anapopotea mtu wetu tumesema mkoa wa Mbeya tutaonesha mfano. Tutapambana kwa namna yoyote ile kupigania maisha ya mwenzetu. Ambapo panakuwa pametushinda kwa sababu tunafahamu mkono wa hao ambao wanachukua watoto ni mkubwa. Tutakaposhindwa tutaishia hapo. Lakini mpaka sasa hivi tunaendelea bado na program hata za kuomba kwa ajili ya Mdude, na sisi Mungu wetu tunamwamini atajibu kwa wakati wake.